Kuna mlango ambao unaitwa mlango wa watu walioswali, na hii ni kwa watu ambao waliosimamisha swala, sio waliswali tu. Hao watakuwa na mlango yao khas. Mtume anataja mlango wa pili ni babul jihad, watu waliopigana jihadi. Ndugu zangu, hawa watu wana daraja ya juu mbele ya Mungu, ndugu zangu. Kisha inayofuata ni babu sadaqa, waliotoa sadaka kwa wingi, na hii inaingia zaka vile vile. Kisha inayofuata ni babul hajj, waliokwenda kutekeleza ibada ya hija. Kisha inafuata babul rayyan. Ar-rayyan ni mlango ya watu waliofunga saumu, wameandaliwa mlango wao khas. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atalingana, atauliza aina as-saimun, wako wapi waliofunga saumu? Fadakhalu fa idha dakhalu ughliq falam yadkhul ba'dahum ahad. Hawa watu wote waliofunga saumu wataingia kwenye hii mlango wa saumu, na baada ya wao kuingia hii mlango itafungwa na hakuna yeyote ambaye atakayeingia baada yao. Baada ya hapo mlango ambao unaofuata ni babul iman, na hii ni kwa wale ambao wataingia peponi bila hisabu. Ndugu zangu, kuna watu miongoni mwetu hapa, tutakuja kutaja hapa mbele, wataingia bila kuhesabiwa, pamoja na kwamba waliwahi kufanya madhambi hapa duniani, kuna kasoro fulani fulani walikuwa nayo, lakini wataingia bila hisabu. Kisha kuna babu dhikri na kuna bab al-afina anin nas. Kuna babu ya kuwa mtu ambaye anayemtaja Mungu kwa sana, na dhikri iliyokuwa kubwa kuliko dhikri zote ndugu zangu ni Qur'an. Ni mtu ambaye anajishughulisha kusoma Qur'ani, anahifadhi Qur'ani, anafanya muraja ya Qur'an, anaitafuta maana ya Qur'an. Hakuna dhikri iliyokuwa kubwa kama hilo. Kisha kuna zile adhkaru sabah wal masa, kisha kuna zile nyiradi za hapa na pale, dua ya hapa na pale. Lakini wale ambao watakawasemehe wenzao, hawa naye pia wana mlango wao khas, albab alafina anin nas. Na tunapozungumzia kwamba alafina anin nas, ndugu zangu, si kwamba utamsamehe tu mtu hivi hivi, ni watu waweke kikao. Ule bwana aliyewakosea wenzie aambiwe makosa yake na akiri makosa yake na aombe msamaha. Kisha hapo ndio inakuja msamaha. Sasa watu wanakumbatiana, bwana nimekusamehe. Ndio Mwenyezi Mungu aliposema kwamba wa in taifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Waumini wawili hawa, inawezekana mu'minun, si waislamu wa kawaida tu. Kumbe inawezekana wale waumini wa kweli wakatofautiana, wakagombana, wakakhtalifiana. Inapotokea tofauti na ugomvi baina yao, suluhisheni baina yao.